Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka wa 2025, kipindi hewani utupe leo riziki yetu kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba kukuletea uchambuzi wa uchumi kila siku ya Mungu kwa mwaka huu wa 2025 kama Mungu alivyotuagiza. Kiwa unasikiliza kipindi hiki, unajua kuna vipindi vingi nyuma vimepita. Kuanzia mwezi wa kwanza tumekuwa na kipindi hiki tarehe 1 hata leo ni tarehe 23 ya mwezi huu wa 4. Nakushauri fuatilia vipindi vingine ambavyo vimepita kwenye akaunti yetu ya YouTube. Sikiliza kwa sababu vipindi hivi vimewekwa kwenye mfumo wa mjenzi. Tunajenga tofali kwa tofali. Anza kusikiliza kipindi cha kwanza na endelea kufuatilia hata hapa tulipofika. Jambo jingine leo nataka kukushauri, utaona nafundisha kwa kutumia hiki kitabu cha Mimi ni Tajiri, kitabu ambacho tumekiandika mwaka huu na kina kurasa kama 300. Hiki kitabu kina mambo mengi humu ndani. Yote ambayo tunajifunza na tumekuwa tukijifunza kuanzia Januari yamo kwenye hiki kitabu. Unaweza ukakipata kwa namba zetu hapo. Kama unaweza kutoa order ukapiga simu, tutakupatia hiki kitabu cha msingi sana kwa kila anayetaka mafanikio ya kiuchumi. Kwa hiyo usiache kufuatilia vipindi hivi, lakini pata kitabu ujisomee. Kina mifano mingi ambayo mingine hatuielezi hapa kwa sababu ya muda, na ninaamini ukisoma na ukisikiliza maisha yako ya kiuchumi yatabadilika. Kama una watoto, wanunulie kama zawadi, wajifunze kupata maarifa kwa njia ya kusoma, nao watabarikiwa na watafanikiwa kiuchumi. Na hiyo ndio imani yetu mwaka huu. Sasa tunaendelea na ule msingi wa familia ambao tumekuwa tukiuongea toka nafikiri juzi, siku 2-3 nyuma, na msingi wetu wa 7 wa kufanikiwa kiuchumi. Na jana nilianza kukupa habari ya Warekabi, familia ambayo walifundishwa misingi wakingali watoto na wakaishika, wakaelea na wakapata ahadi na baraka za Mungu. Na nikusomea Mithali 22:6 ambapo anasema mlee mtoto katika njia ambayo inampasa, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Daudi alilelewa hivyo, naye anashuhudia ya kwamba toka ni kijana hata sasa ni mzee sijawahi kuona mwenye haki ameachwa wala mzao wake akiomba chakula. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo hivyo, mchana kutwa hufadhili na kukopesha, na mzao wake hubarikiwa. Ndivyo ilivyo, Mungu ndivyo alivyokusudia. Kwa hiyo hakikisha unafundisha watoto wako wakingali watoto mambo ya kiroho, ikiwemo misingi bora ya kufanya biashara Kikristo. Sasa kwa story hii ya Warekabi ambayo tumeisoma jana kwenye msingi huo wa pili au wazo hili la pili kwenye msingi wa familia, nataka uone mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza ambalo nataka uone ni kwamba mambo ambayo yanafundishwa katika familia yana nguvu sana kwenye kuamua hatima ya familia husika. Yale mambo ambayo yanafundishwa kwenye kiwango, kwenye level ya familia yana nguvu sana katika kuamua hatima ya familia husika. Familia ni darasa la kwanza ambalo Mungu amekusudia kila mtu ajifunze, na pamoja na mambo mengine ya kiroho, biashara sharti tuifundishe kwenye ngazi hiyo. Yesu mwenyewe alizaliwa kwa Yusufu, alikuwa fundi seremala, na unaona akifanya kazi ya seremala ambayo baba yake alikuwa anafanya. Ni wazi ya kwamba alifundishwa. Kumbuka miaka 12 alianza kwenda hekaluni, akihojiana na watu. Miaka 30 akaanza huduma. Kwa hiyo kati ya umri wa mwaka 1 mpaka miaka 12 tayari alishajifunza kazi ya baba yake, na alikuwa akifanya hiyo kazi ya baba yake akingali mdogo. Usisubiri kwanza kufundisha wanao mpaka wamekuwa wakubwa ndio uanze kuwafundisha biashara. Hapana, ni muhimu kufundisha wakiwa wadogo. Hiki ndicho kitu ambacho kilimfanya Mungu aseme na Ibrahim na amfanye kuwa baba ya imani. Moja ya kitu ambacho kilimsukuma Mungu kwa Ibrahim ni uwezo wake wa kufundisha mambo ya kiroho kwa uzao wake, na Mungu akamheshimu, akampa ile nafasi. Biblia inasema hivyo katika Mwanzo sura ya 18 mstari wa 17 na wa 19. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahim jambo nilifanyalo? Ikiwa Ibrahim atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Angalia mstari wa 19. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahim ahadi zake. Umeona? Mungu hakuweza kumficha Ibrahim kwa sababu alijua atawaamuru, atawafundisha na kuwaamuru wanawe baada yake na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana. Mungu atapitisha urithi wa kiuchumi kwako kama unaweza kuupitisha kwa wanao na watoto wako. Hakikisha unawafundisha watoto wako wakingali wadogo misingi unayofundisha kwenye familia wanaishika na inawakuza na wanaitunza. Na Biblia inasema kama Daudi anavyosema, hata watakapokuwa wazee, na Mithali anavyotuambia Suleiman, hata watakapokuwa wazee hawataacha. Umesema Daudi alifundishwa na baba yake, umejulia wapi? Iko wazi
Ukisoma Suleiman amefundishwa na baba yake Daudi pia, kama Daudi alimfundisha Suleiman kuomba hekima. Kuomba hekima. Si watu wengi sana wanaona hili jambo, lakini Wafalme wa Kwanza sura ya 3 ule mstari wa 5 hadi wa 15 unaona Suleiman akitokewa na Mungu kwenye ndoto na anaomba hekima. Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 15. Kianza kwa mfano ule mstari wa 3 wa Wafalme wa Kwanza, Biblia inasema Suleiman naye akampenda Bwana, akienda katika amri za Daudi babaye. Umeona? Ila hutoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Kwa hiyo Suleiman alimpenda Mungu, akaenda katika amri za Daudi baba yake. Kwa hiyo Daudi alimfundisha mwanae Suleiman amri za Mungu na Suleiman akazishika. Sasa ukija kusoma Mithali sura ya 4 utagundua maombi ambayo mfalme Suleiman aliomba sura ya 3 hii mstari wa 5 na kuendelea hadi 15 ya hekima, akaomba na maarifa na Mungu akampa na mali. Ni maombi alikuwa amefundishwa na baba yake. Na wewe jifunze kufundisha watoto wako nini wanatakiwa kuomba, nini wanatakiwa kushika, misingi gani ya biashara wanatakiwa kuiishi ili wawe na maisha ya mafanikio. Mithali sura ya 4 mstari ule wa 1 hadi wa 11, Biblia inasema namna hii: wanangu, yasikilizeni mausia ya baba yenu, tegeni masikio mpate kujua ufahamu, kwa kuwa mwawapa mafundisho mazuri, msiache sheria yangu. Huyu Suleiman anatuambia wanaohusia wanaye, maana nalikuwa mwana kwa baba yangu, mpole mpenzi wa pekee wa mama yangu. Unaona, Suleiman baba yake alikuwa ni Daudi, naye anashuhudia hivyo, alikuwa mtoto wa Daudi, mpenzi wa mama yake. Mstari wa 4, angalia, anasema hivi, Mithali 4 mstari wa 4, naye akanifundisha, akaniambia. Kwa hiyo Daudi babaye Suleiman alimfundisha, akamwambia Suleiman, moyo wako uyahifadhi maneno yangu, shika amri zangu ukaishi. Alimfundisha akiwa mdogo. Kumbuka hekima na heshima aliyoomba Suleiman alikuwa bado mdogo, nafikiri miaka 8. Anasema jipatie hekima, jipatie ufahamu, usiusahau wala usiakatae maneno ya kinywa changu. Maana kitu alichomfundisha, jipatie hekima, jipatie ufahamu, usisahau wala usiakatae maneno ya kinywa changu. Usimwache, naye atakuhifadhi, umpende naye atakulinda. Bora hekima, basi jipatie hekima, naam kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Mtukuze naye atakutukuza. Atakupatia heshima ukimkumbatia. Atakupa mema kuwa kilemba kichwani na kukilimia taji ya uzuri. Mwanangu, sikiliza na kuzipokea kauli zangu, na miaka maisha yako itakuwa mingi. Nimekufundisha katika njia ya hekima, nimekuongoza katika mapito ya unyofu. Umeona? Kwa hiyo maandiko yanaposema sura ile ya 3 Wafalme wa Kwanza mstari wa 5 kuendelea, Suleiman aliomba hekima, aliomba maarifa, Mungu akampa na utajiri. Halikuwa ombi ambalo tu limetoka from nowhere, kwamba Suleiman tu aliibuka kaomba. Alifundishwa na baba yake na akashika kile alichofundishwa na baba yake, na ndicho kilichomsukuma kuomba. Akaona fursa. Mungu alivyomtokea anamwambia omba utakalo, akaona fursa hiyo moja kwa moja, sababu baba yake alikuwa amemfundisha, na akaomba ile fursa. Na Mungu akasema, kwa sababu kujitakia adui zako, kujitakia heshima wala utajiri, hivyo navyo nimekupa. Fundisha watoto wako wakingali wachanga mambo ambayo unataka wayashike, kwa sababu yale mambo yanayofundishwa kwenye ngazi ya familia yana nguvu sana. Yana nguvu sana. Kwa hakikisha unawafundisha, usiwaachie walimu wa shule na watu wengine wafundishe wanao. Fundisha wanao kwenye ngazi ya familia. Mungu akubariki sana, akupe hekima na ujasiri, akutengee muda wa kwanza kusema na watoto wako kwenye ngazi ya familia. Kama ni mfanyabiashara, anza kuwafundisha mapema. Tuonane kesho tutakavyoendelea na jambo hili. Mungu na akubariki sana, uwe na siku njema.